warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawl. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma na si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduna tumshukuru Allah kwa neema aliyotuwafikia ya afya. Tukawa hapa katika baraza la Eid katika kata Kikore kwa ndugu zetu hapa Urui Shikamani. Ni neema kubwa na hatukuja hapa kwa bahati mbaya, bali ni taufiki ya Allah ametuwafikia tukaja hapa. Kwa nini? Wako wenzetu ambaye wana afya bora kuliko sisi hawakuja, wana elimu kubwa kuliko sisi hawakuja, wana mali kuliko sisi hawakuja, lakini si Allah ametuwafikia tumeweza kuja kwa hali ambazo tuko nazo. Tuna mapungufu ya kiafya, tuna mapungufu ya kielimu, tuna mapungufu ya kimali, lakini tumekuja hapa kuwawakilisha wale ambao hawakuja, ambao wana neema nyingi tulizozieleza. Hadhuruna nimepewa majukumu hapa. Kabla sijafika kule niseme jambo moja. Mwanazuoni mmoja anaitwa Abu Darda. Kala Abu Darda, an-nas wa rajulani, watu wa maana ni makundi mawili. Kuna watu na kuna watu wa maana. Sala la Nabii. An-nas wa rajulani, watu wa maana waheshimiwa katika jamii ni watu wa makundi mawili, alimu wa mutaallim. Mtu wa kwanza ni mwanazuoni, mwalimu. Hao walimu wa madrasa ndio watu wa maana kwenye jamii, ndio waheshimiwa. Kisha na wanafunzi wanaojifunza katika madarasa zetu ndio watu wa maana. Fala khaira fima siwa dhalika. Abu Darda akasema hakuna khairi kwenye makundi mengine isiyokuwa haya. Watu wa maana ni makundi mawili, mwalimu na mwanafunzi, na hakuna khairi kwenye makundi mengine isiyokuwa haya mawili. Lakini jamii imejitengenezea mazingira ambayo ni ya kugushi, ya uongo, kwa kuona walimu kwamba sio watu wa maana, ni watu dhalili, ni watu wapo hapo. Tena ufika mahali wakasema kwenye vijio vya kahawa, walimu hawana kazi bana. Wakati huo baba yake kasoma kwa mwalimu, mdogo wake kasoma kwa mwalimu. Yaani unaweza kusomesha kwa ukoo mzima. Unaanza na bibi, unakuja na baba, unakuja na mama na wajukuu na vilembwe, wanasoma kwa mwalimu huyu. Lakini mtu anakaa kijiweni anasema walimu hawana kazi bana. Kana kwamba kazi ya kusomesha sio nini? Sio kazi. La. Kwa kuwa leo mmepatikana, inabidi niwaambie. Sala la Nabii. Watu wa maana ni makundi mawili. Mwanazuoni anasema hivi, mwalimu na mwanafunzi. Fala khaira fima siwa, hakuna khairi kwenye makundi mengine isiyokuwa haya mawili. Kwa hiyo wito wangu mimi, na mimi ndio mtetezi wa walimu kwenye kata zote, tuwathamini walimu zetu kwa kila hali. Na moja, mwalimu ama imamu wa madrasa ana haki zake. Nilisema juzi katika msiba pale kwa Sheikh Uthman, mmoja katika haki za mwalimu ama imamu wa msikiti ni kumheshimu na kumpenda hata kama umsaidii. Yaani lazimisha moyo wako. Ndio kumheshimu mwalimu ama imamu ni lazima. Ni haki yake. Wala sio kama anakulazimisha, ni haki kisheria umheshimu imamu, umheshimu mwalimu na umpende hata kama umsaidii. Sala Nabii. Kwa hiyo naitoa wito kwa waumini mliokuja katika baraza hili la Eid mwaka huu. Na mimi nimepatikana leo. Huwa ni nadra kidogo. Sala Nabii. Wathamini walimu zetu kwa kila hali. Walimu zetu tuwathamini
na pale unapoweza kuwasaidia wasaidie pasina masimamo. Mara nyingi wanasema mwalimu wa madrasa ndio unatakiwa awe na hali nzuri ya kimaisha kuliko mtu yoyote hapa Urui. Sio kwa kuiba, kwa kusaidiwa na sisi, ni majukumu yetu. Awe na kagari kazuri, sio kabovu tena kanamtesa na sawa na madrasa. Ana kanyumba kake kazuri, kana feni cha ndani. Tunaelewana Ka selfu, kana master room, nyumba ya baba na mama. Kana nyumba ya watoto wa kiume, kana room ya watoto wa kike, kana room ya wageni. Mwalimu huyo. Yaani natakiwa tu tunatoa mfano hapa Urui, nyumba kali kuliko zote ya nani? Ya mwalimu. Sala nani? Na ukijichanganya huko fanya hivyo, subiri mshahara huko. Mwanataalima anasema innal muallim wa tabiba kilahuma la yasuhani idahuma. Mwalimu na daktari hawafanyi vizuri kwenye fani yao kama hawakukirimiwa. Ikiramu ni tofauti na rushwa. Tunaelewana? Walimu wanatakiwa wafanyiwe ikiramu pamoja na daktari. Anasema innal muallima wa tabiba kilahuma la yasuhani idahuma la yukram. Mwalimu na daktari hawafanyi vizuri kwenye kazi yao kama hawakufanyiwa ikiramu. Akasema wasbir lidaika njafata tabiba. Kana maradhi yako kugulia kama unamchenga chenga daktari. Tupe. Lakini akasema wakana bijalika injafata mwalimu. Tosheka na ujinga wako kama unamkwepa mwalimu. Wewe unamchenga mwalimu, unajifanya mjanja sana, una vichenchi vyako, hali mwalimu unakula wewe na jamaa zako tu. Tosheka na ujinga wako, kaokeokenu kote utakuwa Mungu. Sala nabii. Kwa nini amesema mwanataalimi daktari na mwalimu hawafanyi vizuri kwenye kazi yao kama hawafanyiwi ikiramu? Akaanza na daktari, kama tosheka na maradhi yako, kaa subiri na maradhi yako kama umfanyie ikiramu daktari. Daktari kama unamfanyia ikiramu, unadhani matibabu yako yatakuwa ya kiwango gani? Kwa mfano, sio siku unaumwa kabla hauko mzima, haumwi wewe, mwanao, ndugu yako, nani, hakuna yeyote anayeumwa katika familia yako. Unaingia kwenye zizi la mbuzi, unakamata mbuzi, unapeleka kwa daktari. Vipi bana? Kula. Kwa mbuzi kwa daktari, kidogo kuku kwa daktari, kidogo mkungu wa ndizi kwa daktari, kidogo mchele uende kwa daktari, kidogo kile, yani uende kwa daktari. Ushawahi kuvuta picha siku umeenda hospitalini, umemkuta yule daktari ambaye ashakula mbuzi zako kama hizi? Huduma yako itakuwaje pale? Sala nabii. Akikuona anasema, "Sheikh vipi?" Anasema naumwa bana. Au mwanangu anaumwa, au mke wangu anaumwa. Njoo jamani kwenye foleni pale. Huyu na mazungumza naye. Unaingia ndani na daktari. Sio aagize mwenzake, yeye mwenyewe daktari mkuu anashughulika na wewe. Na akikuanzisha dozi ya dawa, haanzi na zile za level ya chini. Maana tunaanziwaga za chini, sina wanapiga hela. Kajaribisha hizo ikikufaa unatumia zikufaa mazuri, na zingine wakiona wamekupiga sana fedha wanakupa zile sasa za kiwango cha juu. Lakini kwa kuwa ashakula mbuzi zako tatu daktari za ikramu, kwa kumkirimu sio rushwa, maana ulikuwa haumwi, anakuanzia dozi ya level ya juu. Sala na nabii. Haya, njoo kwa mwalimu, tutoa mfano kwa daktari. Njoo kwa mwalimu. Mwalimu wa madrasa, umepeleka kijana wako pale madrasa anamsomesha. Kidogo debe liende, gunia liende kwa mwalimu. Kidogo kanzu mpya ya bei iende kwa mwalimu. Kidogo sendo ziende kwa mwalimu. Kidogo kuku iende kwa mwalimu. Kidogo kila kitu kiende kwa mwalimu. Ushawahi kuvuta picha mwalimu yule wa madrasa pale kwenye ile madrasa yake, mtoto anayejili naye sana pale ni nani? Sala nabii. Yule mtoto ambaye mzee wake anamtizama mwalimu ndo anadili naye pale. Na usiku akiamka anamuombea dua. Huyu mtoto huyu baba yake anapambana sana. Sala nabii. Lazima niwe na heshima na hela. Sala nabii. Kwa mwalimu ukimfanyia ikramu, anafanya vizuri kwenye ile fani yake, ndio mwanataalima anavyoagiza. Lakini kama hutaki kumfanyia ikramu mwalimu, tosheka na ujinga wako. Sala nabii. Hiyo ni nasaha zangu awamu ya kwanza.